Sasa mpenzi mtazamaji, kama kawaida unapoanza siku yako asubuhi alfajiri, lazima uhakikishe kwamba umeangalia jinsi Kenya ilivyo. Lakini katika ile harakati ya kuangalia jinsi Kenya ilivyo, mpenzi mtazamaji, lazima uangalie asubuhi umeamka kwa pale ambapo unapania kuenda asubuhi ya leo, uko hali gani. Lazima uangalie mpenzi mtazamaji, kama kule ambapo kunaenda hali ya barabara iko shwari, halafu pale uangalie jinsi katika vile ile hali ya kutayarisha viwalo vyako mpenzi mtazamaji, katika ile harakati ya kutayarisha mavazi yako. Lazima uhakikishe mpenzi mtazamaji kwamba yale ambayo unavaa lazima yanaendana na hali ya anga ilivyo. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, niruhusu nikupeleke katika mji wa Nairobi. Katika mji wa Nairobi nikueleze jinsi barabara zilivyo. Nitakupeleka katika barabara kuu ya Thika kuelekea Nairobi, na ni barabara ambayo imejaa sana hii msongamano wa magari mara kwa mara. Kila asubuhi lazima tuzungumzie barabara hii ya Thika. Tukizungumzia hapo kuanzia maeneo ya TRM, kuna hata kabla sijafika TRM kuna msongamano wa magari kidogo ambao basi utashika sana ukifika maeneo ya Garden City. Ndio maana sasa utakuwa unashika sana msongamano huu wa magari, lakini ni msongamano ambao unasonga, lakini kuna pahali kwingine katika barabara hii kuu ya Thika kuelekea Nairobi ambayo basi imekwama. Lakini mpenzi mtazamaji, usijali, tupo nawe hapa kuelezea jinsi barabara hizi zilivyo. Lakini ukisonga paka maeneo ya ile tunnel pale ya Ngara, ambao karibu umefika maeneo ya tunnel ya Pangani kunradhi, ukielekea katika maeneo ya Ngara, hapo basi barabara hiyo inakuwa basi imeacha kusongamana. Na katika barabara ambayo inaingia katika barabara kuu ya Thika, nazungumzia barabara ya Kiambu, kutoka maeneo ya DCI hadi kuelekea maeneo ya Muthaiga, barabara hiyo basi iko na msongamano wa magari ambao kweli umeshikika. Na tuzungumzie kuhusu barabara zingine, naangalia barabara ya Mombasa. Barabara hii ipo shwari, haina msongamano wa magari. Vile barabara nyingine pia za Wayaki zipo sawa. Barabara za Ngonga kidogo pale ndo kuna msongamano wa magari unapoingiana barabara hii inapoingia katika barabara Mombasa. Na vile kuna ile eneo lingine ambapo barabara inaingia katika barabara ya Wayaki Way karibu na maeneo ya Helesalasia. Basi barabara hii iko na msongamano wa magari, lakini unaacha. Lakini ukiingia katika maeneo ya Kenyatta Avenue mpenzi mtazamaji, hapo kuna msongamano wa magari sana. Msongamano ambao huo ni kama unaingia ukitoka, ama unaachilia ukishika, kwa sababu ya ile hali ya kwamba ni maneno tu ya traffic kidogo. Mara zingine mnaweza ambao msimame, maneno kama hayo katika barabara zetu. Na vile kuna barabara nyingi tu katika jiji la Nairobi, maeneo ya Tomboya kidogo kuna msongamano wa magari pia. Hele Salasia kuna msongamano wa magari, lakini msongamano ambao unashika ukiachilia. Hivyo mpenzi mtazamaji, katika mji wa Nairobi hayo ndo yanayojiri kuhusiana na masuala ya barabarani. Nataka nikupeleke katika hali ya viwango joto nchini Kenya. Nitakupeleka moja kwa moja kuanzia mji wetu mkuu wa Nairobi. Nikizungumzia mpenzi mtazamaji mji huu, nazungumzia kwamba asubuhi ya leo wanasema kwamba kutakuwa na viwango joto vikishuka sana vitakuwa ni 14 degrees Celsius, na vikipanda sana itakuwa ni 19 degrees Celsius. Na leo wanasema kwamba kutakuwa na humidity nyingi sana ya 80%. Wanasema kwamba ukiangalia sana miji itakuwa tu ina vizuri, anga itakuwa safi, lakini vile baridi ndo itakuwa sana imesheheni katika masaa ya asubuhi hapa katika mji wa Nairobi. Lakini ikifika mchana inazungumzia mida ya saa 7 hadi saa 11 jioni, wanasema kwamba kutakuwa basi na wingu zito, na katika wingu hili zito kutakuwa pia na mpando wa viwango joto vitafika hadi 21 degrees Celsius. Lakini kunaweza kuwa na manyunyunyu ya mvua ambayo basi yatakuwa katika mji wa Nairobi. Lakini vile jioni kutakuwa na mvua, ama kuna uwezekano wa kuwa na mvua, lakini ni wanasema brief evening showers. Inamaanisha kwamba ni mvua ambayo haitakaa sana, itakuwa basi ni ya kufukuza watu mjini. Vile mpenzi mtazamaji, ikifika mida ya jioni sasa, nazungumzia baada ya saa 12 jioni, wanasema kwamba
viwango joto vitapungua mpenzi mtazamaji hadi 14 degrees Celsius, na kutakuwa basi na ubaridi, lakini hakutakuwa na mvua wote sana huko, but lakini kutakuwa na ile kunaweza kuwa na quick evening breeze, alafu baadaye kuwe tu quick evening showers, mvua, alafu vile kukue tu na masuala mengi tu ya baridi. Na kupeleka mpenzi mtazamaji hadi mji wa Mombasa. Katika mji wa Mombasa ni mji ambao mara nyingi umejulikana sana kwa joto. Kwa joto, mji wa Mombasa kuna joto jingi sana. Kwa hivyo ukifika kule mpenzi mtazamaji, siku yote kule hakikisha kwamba umevaa mavazi ambayo si mazito sana, ukilinganisha na mavazi ambayo unafaa uvae katika mji wa Nairobi. Nitakupeleka moja kwa moja. Anasema kwamba asubuhi kutakuwa basi na breezes, lakini mchana kutakuwa basi na jua jingi sana, na wanakadiria kwamba viwango joto vitapanda hadi 27 degrees Celsius, na kwamba katika hiyo mid morning kuna uwezekano mpenzi mtazamaji kwamba kunaweza kunyesha, lakini si sana, kwa sababu ni uwezekano wa makadirio ya 35%, hajafika hata nusu. Kwa hivyo usitarajie mvua sana, lakini wewe jitayarishe tu, uhakikishe kwamba uko na mavazi ambayo yanakuruhusu uweze kutembea katika joto hilo ama katika anga hiyo ya Mombasa. Ya kupeleka mpenzi mtazamaji hadi mji wa Kisumu. Katika mji wa Kisumu mpenzi mtazamaji, wanasema kwamba leo hii mchana kutwa kutakuwa na viwango joto vikipanda sana, vitakuwa ni 28 degrees Celsius, na vile katika mida jioni kutakuwa basi na mawingu ambao basi uwezekano wa mvua upo, na ukiwa maeneo yale hasa katika masaa ya jioni, hakikisha kwamba mpenzi mtazamaji umejihami na nguo za mvua katika mji huo. Na nisonge katika mji wa Nakuru, na nitauchanganya mpenzi mtazamaji na mji wa Eldoret na vile maeneo ya Rift Valley yote. Nitakuelezea haya viwango joto jinsi vinavyokuwa, na wanasema kwamba mpenzi mtazamaji kwamba katika mji wa Nakuru viwango joto vikishuka sana vitakuwa basi ni 12 degrees Celsius leo hii, na vikipanda sana mpenzi mtazamaji vitakuwa ni 22 degrees Celsius, na mchana huu kunatarajiwa basi kunyeshe katika mji huo wa Nakuru. Vile katika mji wa Eldoret kuna makadirio ya kwamba asubuhi ya leo kutakuwa basi na viwango joto vikishuka sana vitakuwa basi ni 13 degrees Celsius, na vikipanda sana mpenzi mtazamaji vitakuwa ni 23 degrees Celsius, na kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweze kunyesha katika siku ya leo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni hayo tu, tumekuanza siku yako. Nimekwambia basi ukianza siku mpenzi mtazamaji, hakikisha umeweza kuangalia jinsi barabara zilivyo, na pia umeweza kuangalia jinsi anga zilivyo. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, alafu turudi na habari za magazetini.